Tutasoma mstari wa 28 mpaka 30. Warumi sura ya 8 na mstari wa 28 mpaka wa 30. Warumi 8:28 mpaka 30. Andiko yanasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Ujumbe wangu uko kwenye hao walioitwa, alafu na kusudi. Taongea habari ya kusimama kwenye kusudi la Mungu. Sisi sote tunapaswa kusimama kwenye kusudi la Mungu. Mstari wa 29, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita, hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Ninataka kuongea kwa habari ya kusimama kwenye kusudi la Mungu. Kusimama kwenye kusudi la Mungu. Kwa utangulizi, nataka nianze kusema juu ya hiki kitu kwamba kila mmoja wetu, kama uko mahali hapa unanisikia, umebeba kusudi la Mungu. Sema amina. Kila aliyeko hapa, awe ni mtoto mdogo, awe ni mtu mzima, kila mmoja amebeba kusudi la Mungu, na kwamba kitendo cha Mungu kukuokoa na kukupa neema ya kumjua si hivi tu. Nyuma yake kuna lengo ambalo Mungu analilenga. Hajakupa hiyo neema. Kwa nini wengine hawana hiyo neema? Wewe tu. Kwa nini kwenye familia yenu umekuwa wa kwanza kuokoka, au mmeokoka wawili, wengine bado hawajaipata hii neema? Nyuma yake limejificha kusudi. Nyuma yake limejificha kusudi. Kwa hiyo kila mmoja aelewe, hayuko mahali hapa ili tu kuongeza idadi ya washirika kwenye hili kanisa, lakini ujue ya kwamba nyuma yako umebeba kusudi ambalo yeye aliyekuumba na akakupa hiyo nafasi na fursa ya kumfahamu, ameweka kusudi nyuma yako, au nyuma ya wewe kumjua yeye na kupata hii neema ya kuwepo mahali hapa na leo unanisikiliza. Hakuna mtu ambaye yuko mahali hapa apate kupasha joto viti. Kila mmoja yuko mahali hapa kwa kazi maalum. Hebu jiambie, mimi ni wa kazi maalum. Nina kazi maalum.
nina kazi maalum. Jipige kifua kabisa, mimi nina kazi maalum. Bwana amekuchagua kwa kazi maalum. Haleluya. Bwana amekuumba hivi alivyokuumba kwa kazi maalum. Kuna wengine ni waongeaji sana, ni kwa kazi maalum. Wengine ni wakimya, ni kwa kazi maalum. Wengine yani kila mmoja ameumbwa kwa namna tofauti kwa kusudi maalum ambalo Mungu mwenyewe analijua. Haleluya. 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 Usianze kujisikia vibaya vile ulivyo. Mbona mimi siko kama fulani? Una kazi maalum. Ili uweze kulibeba ile kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Ndio maana Mungu akakuumba hivyo ulivyo. Amekupa hiyo elimu uliyo nayo kwa sababu maalum uweze kulitimiza kusudi la Mungu ambalo amekuwekea kwenye maisha yako. Amekupa fedha, amekupa watu, amekupa vitu kwa sababu kuna kusudi maalum ambalo Mungu alipokuwa anafikiria atakayeenda kutimiza kusudi hili katika dunia ni nani, ukaja wewe. Na kwa hiyo ili uweze kulitimiza hiyo kusudi akakupa pia na vitendea kazi, rasilimali ambazo utazitumia kwenye kulitimiza lile kusudi lake. Haleluya. Haleluya. Ukiona baraka za Mungu kwenye maisha yako, kama ni baraka za fedha, kama ni baraka za mifugo, kama ni baraka za nini, usifikirie ya kwamba ni kwa sababu ya wao mwenyewe kufaidi maisha na kula raha hapa duniani. Kuna kusudi nyuma yake limejificha. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Mama yangu uliyeko mahali hapa, umeitwa na Mungu. Kijana uliyeko mahali hapa, umeitwa na Mungu. Sisi wote tumeitwa. Ila sasa kwa sababu sitajikita sana kwenye kufundisha wito, nataka nikutajie tu aina mbili za wito. Anaposema wale aliowaita kwa kusudi lake, kuna aina mbili kuu za wito. Aina ya kwanza ni wito wa jumla. Wito wa jumla, yani wito wa wote tumeitwa. Huu wito umepatikanaje? Huu wito huu wito umepita kwenye maisha yetu kupitia wokovu tulio nao. Mungu anawaita watu wote, na kuna wengine bado hawajaitika, maana kuliko ni jambo moja na kuitika ni jambo jingine. Watu wote wameitwa. Unaoona wanapita hapo barabarani, hata hao wameitwa. Unaoona hawaingii mahali popote, msikitini, kanisani au wapi, wote hao wameitwa kwa wito huu wa jumla. Mungu ametoa mwaliko. Wito manake ni mwaliko. Wito manake ni mwaliko. Kwa hiyo watu wote wamealikwa waingie katika wokovu. Katika Mathayo sura ya 11 na mstari wa 28, maandiko yanasema, njooni kwangu ninyi nyote. Njooni kwangu, anawaita watu wote. Njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Mungu anawaita watu wote. Wote tumeitwa kwa wito wa jumla. Tumeitwa ili tuokoke. Katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na
mstari wa 7. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 7, maandiko yanasema Mungu hakutuitia. Anazidi kutuonyesha, maana Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. Yaani katika wito huu ambao wote tunaitwa, Mungu ametuita ili tuwe watakatifu. Wanadamu wote wanaitwa ili wawe watakatifu. Kwa nini? Walishachafuka kwa sababu ya dhambi. Mwanadamu ni mchafu kwa sababu ya dhambi. Maisha ya mwanadamu hayako safi. Sasa Mungu ametuita watu wote kwa njia ya Yesu Kristo, tukimpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Biblia inasema na damu yake Yesu yatutakasa dhambi zote. Tukiziungama dhambi zetu, damu yake Yesu inatutakasa dhambi zetu zote. Hata wale ambao hako hapa kanisani, hako
tumeitwa. Na tumesoma Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. Kisha pokea Yesu akakufungua kwenye minyororo ya dhambi. The things you used to do, you do them no more. Mambo uliyokuwa ukiyatenda ya giza inakuwa imeishia hapo, maana iko nguvu ya kukufungua kutoka kwenye hayo mambo. Nikiwa form 2 nikafundishwa na wenzangu kuvuta sigara. Si kama nishawahi kutoa huo ushuhuda hapa. Nilikuwa nachapa sigara kwa mwaka mzima, form 3 nachapa sigara kwa miezi kadhaa. Tukafukuzwa shule nzima tukafukuzwa, maana nilikuwa kwenye seminari ya Kikatoliki, nilienda kusomea upadre, nadhani nilishawaambia. Tukafukuzwa wote. Nikiwa nyumbani kabla sijarudi shule, ndipo Bwana kanitokea kunirejesha katika wokovu. Nilipoamua siku hiyo, wengine wanasema, unajua addiction ukitaka kuiacha, kama ulikuwa unakunywa pombe chupa 3, unaanza kupunguza, unakuwa unakunywa 2, unakunywa 1, baadaye unapiga glasi 1, baadaye unaacha kabisa. Halo? Hao ni wana saikolojia. Lakini mimi nilipoamua kumpokea Yesu kuanzia siku hiyo, kwa mara nyingine singala na hamu yake yote ilikatikia pale pale. Oh, haleluya! Hakuna raha kama kukutana na Yesu wa Nazareti. Anakubadilisha pale pale. Yule mwanamke Msamaria aliyekuwa kahaba, anaenda na wanaume za watu, akafikiri na Yesu atakuwa ni mmoja wao. Hakujua ya kwamba leo nimekutana na mwanaume wa tofauti. Baada ya Yesu kumfunulia mambo yake, Biblia inaonyesha aliacha ukahaba siku hiyo hiyo. Hakuna cha kusema basi uanze kupunguza wanaume. Kama ulikuwa unaenda na 5, unaanza kwenda na 3, then 2, then 1, hapo ndo unaacha. Kwa Yesu tukutana naye, unaacha pale pale. Hali ya dhambi inakatika. Bwana anakuhamisha kwenye utawala wa giza, anakuingiza kwenye utawala wa nuru, ambako dhambi haitajwi na nguvu za dhambi zote zinakandamizwa ndani yako. Unapewa na Roho Mtakatifu, unaishi maisha matakatifu. Watu wote tumeitwa kwa wito huu tuwe watakatifu. Huo ni wito wa jumla, general calling. Wito wa pili ni wito maalum. Aina ya pili, wito maalum, specific calling. Huu ni wito wa kipekee kwa mtu ambaye anakuwa amelengwa na wito huu. Ndio hapa sasa kuna wengine wameitwa wao ni mitume, wengine wameitwa wao wachungaji, wengine wameitwa wao wainjilisti, wengine wameitwa wao manabii, na wengine wameitwa wao walimu. Na katika hizo bado unaweza kukuta wote ni wachungaji, lakini Mungu ametoa specific anointing, upako maalum kwa mchungaji fulani. Yeye ni mzuri kwenye eneo fulani kuliko mchungaji huyo hapa, maana kila mmoja anapewa mafuta na neema tofauti. Wote ndio kama wainjilisti, lakini ni neema ni tofauti.
wito wa kila mmoja. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 kuanzia ule mstari wa 4 anaeleza hivi: basi pana tofauti ya karama, pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Hapo anaongelea kwa habari ya karama, zile karama 9. Kwa wengine wanasema ziko zaidi. Tuna wanafunzi wachungaji pale chuoni, wao walikuja na karama ya 10 ambayo inapatikana kwenye Mhubiri, inayosema ni karama ya Mungu watu wapate kula na kunywa. Kwa hiyo ni karama ya 10. Mchungaji wetu hapa sasa, naomba nisiende huko. Pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, bali Roho ni yeye, Bwana ni yule yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Wote tunaweza tukawa waimbaji, lakini mafuta tofauti. Akisimama mwimbaji huyu kuimba na akaimba wimbo ule ule, mnashangaa anga limebadilika. Wimbo ule ule. Kwa nini? Mafuta ni tofauti, neema ni tofauti, bali Roho anayetenda kazi ni yule yule. Kuna tofauti za karama, lakini utendaji wetu kama tofauti kutoka kwa mmoja hadi mwingine. Ndiyo maana hakuna sababu ya kugombana. Mbona huyu anaombea hivi wakati sisi tunajua inatakiwa kuombea hivi? Tusigombane. Pana tofauti ya kutenda kazi, ila Mungu ni yule yule anayetenda kazi ndani ya wote. Na ndivyo mzee Mabondo alikuwa akiombea wagonjwa, akiandaa mkutano. Kinachofanyika kwenye ile eneo la mkutano, anaandaa kama kibanda hivi, kama kifensi fulani hivi, na kinakuwa na mlango. Halafu wakati wa kuombea wagonjwa anawaambia, kama wewe ni mgonjwa una mapepo, ingia, halafu jaribu kutoka, tuone kama utatoka na huo ugonjwa wako. Na yeye ndiyo ilikuwa njia ya kuombea wagonjwa. Kwa mtu alikuwa akiingia ana mapepo, huwezi ukaucross mlango na hayo mapepo. Lakini mwingine anaamini mpaka aweke mikono juu ya mgonjwa. Lakini unakuta matokeo ni yale yale, mtu anapona, ila utendaji ni tofauti. Kwa nini? Kwa sababu kuna wito maalum juu ya kila mmoja. Kila mtu ameitwa kwa wito maalum ambao una mafuta yake yanayotegemea. Lakini Mungu anayetenda kazi huko ndani ni yule yule, bali utendaji ni tofauti. Sasa kwenye huu wito maalum, hilo ni somo pana sana, lakini mimi ambacho Mungu anataka nishare na nini ni huu wito wa jumla. Wote tumeitwa kuwa watakatifu, lakini kitu ambacho Mungu alikuwa ananisisitiza niseme na kanisa la Mungu, ndugu zangu, tuko siku za mwisho. Yesu yuko karibu kulitwaa kanisa. Kanisa litanyakuliwa muda wowote. Lakini swali la kujiuliza, baba yako na mama yako wako wapi saa hii wewe ukiwa hapa unasikiliza neno la Bwana? Wadogo zako
jirani zako wako wapi sasa hivi wakati wewe uko hapa unaenjoy upako wa Roho Mtakatifu? Wao wako wapi? Wanafanya nini? Basi umeshaona kile wanachokifanya. Je, Yesu akirudi watakuwa wapi? Wataenda wapi? Wataenda upande gani? Wapendwa, Mungu anasema ni wakati wa kutoka kwenye nje ya kuta zetu hizi. Tuangalie, tuinue macho yetu, tuangalie nje ya ukuta huu, tuwaone wahitaji walioko nje ambao bado hawajaingia huku. Tuhakikishe na wao hii neema imewafikia kwa viwango vyote. Nataka niwaambie ndugu zangu, Mungu hajatuita tuje tuongeze idadi ya washirika kwa kanisa hili ili mchungaji Neema anapotoa ripoti kwenye vikao anasema kanisa limeongezeka, sasa hivi tuko 500, sasa hivi tumebatiza watu wangapi. Lengo sio kuja kukaa kwenye kanisa hili na kuendelea kufurahia na kushangarai na kunena kwa lugha na kumsifu Bwana. Mungu ametuita ili sisi tufanyike chambo kwa wale ambao bado hawajanaswa. Kuna watu bado hawajanaswa. Kuna watu bado hii neema haijawafikia. Kuna wengine bado wanasitasita. Kuna wengine bado wana mashaka. Lakini Mungu anachotaka kupitia wewe, kupitia kinywa chako, kupitia huduma ulio nayo, kupitia mafuta ambayo Mungu ameachilia juu yako, kupitia chochote ambacho Mungu kama ni uimbaji kama ni nini, kupitia hizo alizokujalia, na wengine waweze kuvutwa wakamjie Yesu. Naona amina zimepungua. Amina zimepungua. Bado amina ni chache. Sasa ngoja nibadilishe gia ili amina ziongezeke. Haleluya. 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 Na Bwana nione kabisa. Nasema hivi, Mungu hajakuleta hapa uje ujaze nafasi kwenye hivi viti. Hapa Mungu anatuleta to equip us. Mungu anatuleta hapa atutie nguvu, atujaze uwezo, atujaze maarifa, atujaze nguvu kwa ajili ya wale. Mungu anatuleta hapa kutuandaa. Mungu anatuleta hapa kwa ajili ya mafunzo maalum kwa ajili ya wale. Tunavyochelewa kuwaendea wale, ndivyo tunamkawiza hata yeye kurudi. Kuna watu hapa wanatamani Yesu angerudi hata kesho tu ili niende mbinguni, maana nimesimama vizuri. Nataka leo badilisha mtazamo wako. Badilisha mtazamo wako. Mungu ametuleta hapa ili atufundishe neno lake. Tuendelee kumjua zaidi. Tuendelee kuona ile nuru yetu. Kwa kadri tunavyomjua ndivyo ambavyo hata maisha yetu yanaendelea kung'aa zaidi kwa ajili ya kuangazia. Maana Biblia inasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Na njia, labda ninapoelekea kumaliza, njia za kuwaleta wengine kwa Yesu, kitu ambacho Mungu anakisisitiza sana. Njia ziko nyingi, lakini nataka nikwambie tu njia mbili. Njia ya kwanza ni maisha yako. Njia ya kwanza ambayo ina nguvu sana ni maisha yako. Biblia inasema katika Yohana 10:10, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuua
Ionios, kuna Anastasis. Hizo zote ni aina za uzima, na mwanadamu anatakiwa kuwa na uzima wa aina tatu. Anatakiwa kuwa na uzima unaitwa bios, maana uzima wa kimwili, uhai wa kimwili. Mnakumbuka mliosoma biology, hiyo neno biology, bio maana ni life, logy study, the study of life. Sasa huo ni uzima wa viumbe hai vinatakiwa kuwa nao. Kwa mwanadamu anatakiwa kuwa na huo uzima bios, uzima wa kimwili, ili uweze kutenda kazi, ili uweze kutembea kutoka hapa kwenda nyumbani, na kutoka nyumbani kutoka mahali hapa, lazima uwe na huo uzima bios, uzima wa kimwili. Lakini uzima wa pili ni uzima wa nafsi, suke. Yaani nafsi yako inapokuwa nzima, inapokuwa na uzima, ndio unaweza kuamua na kutambua, leo nataka nipige kaunda suti ya blue. Yaani kinachokuwezesha kuamue hivyo, suke, uzima wa nafsi, ndio huo. Unakufanya wewe unaenda mpaka na kwenye kioo, nadhani hapa, huo ni uzima wa nafsi. Unajitambua. Uzima ule ukishaondoka, tunakukuta unaokota makopo. Hello? Tunakukuta huko uchi, hapa huna habari kama huko uchi. Kwa nini? Uzima wa nafsi, network, kumetokea shoti kwenye nafsi. Shoti ya umeme, nyaya ikagongana. Ukawa kichaa, umepoteza uzima. Kwa unaweza kuwa na uzima wa bios wa mwili, lakini uzima wa nafsi umekufa, umepotea. Ndio hapo sasa unakuta mtu haogi mwaka mzima, wala sikishi. Wewe acha kuoga siku moja, unajikimbia wewe mwenyewe, harufu hiyo itakayotoka. Lakini mwenzio mwaka mzima haogi. Jasho la leo liko pale, na la kesho linakuwa pale. Vumbi atakalopigwa gari likipita, na yeye ni benki ya hayo yote mwaka mzima, lakini hana habari. Kwa nini? Hana uzima wa nafsi, suke. Na uzima wa tatu ndio huu Yesu anauongelea, zoe. Na nikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Sasa iko hivi, tunapookoka, Adamu pale bustani ya Edeni alipoteza huu uzima, akabakiwa na aina mbili za uzima, bios pamoja na suke. Lakini zoe ikawa imekufa, na kinachoua uzima wa kiroho au uzima wa kiungu. Zoe ni ule uzima wa kiungu ndani ya mtu, ni ile nafasi, sehemu ya uungu ndani ya mtu, ndio inaitwa zoe. Sasa ndio hii Yesu alikuwa anasema, mimi nalikuja wawe na zoe, kisha wawe nayo tele. Maana tele yaani uzima uliojaa na kupitiliza na kumwagika. Yaani ule uzima uwe mwingi kiasi cha kumwagikia. Tunapomwamini Yesu, anaturudishia huo uzima. Anapoturudishia huo uzima, tulikuwa tunaishi katika namna ya dunia. Maana dhambi huwa inaua hiyo zoe. Dhambi, kuna vitu vingi ambavyo vinaua, lakini nataka nifocus kwa dhambi ndio inayoua huo uzima wa kiungu ndani ya mtu. Kutokuomba ni mojawapo ya majambazi yanayoua uzima wa zoe. Kutokusoma neno, yote hivyo vinaua zoe kwenye maisha yako. Ule mnyao wako ambao Yesu anautarajia, ili watu wakikuona wewe waweze kumwona Yesu kama vile iliyotokea kwa mitume. Unajua Yesu alipokaa
ni huyu hapa, maana watu wote walikuwa wanafanana. Petro anaambiwa wewe na wewe ni mmoja wao. Na wewe mimi wote wasimu. Wewe usituambie ona jamani, tunacheza anaongea. Anaongea kabisa kama yule bwana. Mara ya kwanza, mara ya pili akakana. Wewe hata sura yako inakuonyesha kabisa usijifanye nini. Kwa nini? Yesu aliyokana aliachilia hizo kwenye maisha yao. Kiasi kwamba inafika mahali walimfanana Yesu mwenyewe. Na ndio maana hata baada ya Yesu kupaa, wanafunzi wa Yesu kule Antiokia, Matendo 11, wakaitwa Wakristo kwa mara ya kwanza. Kwa nini? Watu walikuwa wanamtazama ni mama, lakini wanamwona ni Kristo ndio anayetembea. Wanamtazama ni mtoto, lakini wanaona ni kama Yesu kanatembea. Wanamtazama ni baba, lakini wanamuona Yesu Kristo anatembea. Kwa nini? The life of Christ, uzima wa Kristo kwenye maisha ya mitume ambao Yesu aliwaachia ulikuwa umefika mahali unaonekana wazi, kiasi kwamba mtu akikutazama hakuoni wewe, hakuoni kama Mpare, hakuoni Mmasai, hakuoni Msukuma, anamuona Yesu ndani yako. Kwa hiyo ule uzima, anaposema nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele, maana yake ikifika mahali ule uzima ukawa ni mwingi kwenye maisha yako, hapo ndipo hata sura yako inabadilishwa. Kuongea kwako kunabadilishwa, kuomba kwako kunabadilishwa, kusoma kwako neno kunakuwa tofauti, kuimba kwako. Akiimba mwingine ambaye uzima wa Kristo sio mwingi ndani yake, watu wanatambua huyu ni tofauti na huyu hapa, wanatambua tofauti. Uzima wa Kristo ukiwa kwa wingi ndani yetu, hapo ndipo tunazidi kuifanana sura ya Yesu. Na ndio maana Yesu alisema yote niliyoyafanya mimi hata ninyi mnaweza kuyafanya, na hata zaidi ya yale niliyoweza kuyafanya. Nataka niwaambie, tunahitaji kumhubiri Yesu kupitia maisha yetu. Kwa njia gani? Kwa kuachilia uzima wa Kristo, kuhakikisha uzima wa Kristo ndani yetu umekuwa kwa wingi isivyo kawaida, kiasi kwamba hauhitaji kuwaambia watu mimi nimeokoka. Wakikutazama tu, wakinitazama maisha yetu ya mhubiri Yesu ipasavyo. Ninyi ni nuru ya ulimwengu, ninyi ni chumvi ya dunia.
zimejaa munyu, zinaleta ladha kwenye maisha ya watu waliopoteza ladha. Maneno yako ni kwa namna gani yanamfunua Kristo kwa wale wasiomjua? Tabia yako inamfunua Kristo kwa kiwango gani kwa wale wasiomjua? Bwana anasema ni wakati wa kumtangaza yeye kupitia maisha yetu, na tutaifa yeye ni kuhakikisha uzima wa Kristo, ule uhai ulioko ndani ya Yesu, ile nguvu iliyomfufua Yesu Kristo inakuwepo kwa wingi ndani ya maisha yetu mpaka ina overflow. Life overflowing. Kisha wawe nao tele. Ukifika hicho kiwango, watu wakikutazama wanamwona Yesu. Reinhard Bonnke akaenda kwenye duka la Minani. Wakati anatafuta, alikuwa anataka kununua kinani. Ghafla muuzaji akapiga kelele, "Hey, halo! Namuona Yesu kwenye macho yako. Namuona Yesu kwenye macho yako." Bonnke hata hana habari. 21 ilikuwa natoka Malawi. Niliingia kwenye basi pale Dodoma. Nimetoka na basi kule mpakani. Nikaja nikalala Dodoma. Nilipokuwa nimeingia kwenye basi kutoka Dodoma kuja hapa, abiria niliyekaa naye ghafla nikashangaa, ananiuliza, "Are you a pastor?" Mchungaji. Nataka niwaambie, Yesu ana uwezo kujifunua kupitia maisha yako. Unafanya biashara sokoni, unafanya kazi ofisini, unaweza kufika wakati ukiwa umekaa kwenye meza yako, walimu wenzako au maafisa wenzako wakikutazama hawakuoni wewe, wanamwona Yesu kwenye maisha yako. Mungu anataka tufike hicho kiwango. Mungu anataka tufike hicho kiwango. Kwa sababu ni mahubiri ya Jumapili, siwezi nikakieleza kwa upana zaidi, lakini hili somo ni pana. Lakini Mungu anatamani tufike mahali maisha yetu ya kuhubiri hata kabla hatujaongea. Wanasema action speaks louder than words. Matendo yanaongea kwa sauti kubwa kuliko maneno. Kuliko kama unapiga kelele, "Hili ni neno limeokoka." Let them see through your actions. Ukivuliwa pale kazini, huwa una react namna gani? Je, watu wanamwona Yesu kwenye reaction yako au wanamwona Mkuria? Utanijua mimi ni Mra. Leo utajua mimi ni Msukuma. Ndugu yangu, Yesu umeokoka. Anatakiwa aonekane Yesu. Mungu anapotuokoa anataka sisi tuwe vyombo kwenye mikono yake, silaha kwenye mikono yake, vyombo vipya vya kupuria na kuvunjavunja mawe vipande vipande, kupitia udada wako, kupitia ujana wako. Uwe ni nyundo mkononi mwa Mungu ya kuvunjavunja mawe vipande vipande kupitia maisha yako. Dunia italeta vishawishi vya rangi nyekundu na vya rangi ya zambarau na vya rangi sijui ya nini, lakini vyote hivyo wewe unaviruka, wala vikubabaishi. Haujisikii vibaya kutokufanya hivyo vitu eti kwa sababu kuna wengine mbona ninaonekana mimi ni kama wa old fashion. Wenzangu wote wako wanaenda hivi, wanavaa hivi, wanaongea hivi. Tukiwa tumemwamini Yesu, sisi tunakuwa watofauti. Vya dunia havituvutii tena. Kwa watu wakiona jinsi unavyoruka viunzi, unakuja mtego wa uzinzi unauruka, unakuja mtego wa wizi unauruka. Mmetuma kwenda kununua vitu pale kazini, wenzio wanataka wabagain kwa bei ya chini, lakini risiti iandikwe kwa bei ya juu. Wewe unasema mimi siwezi kufanya hicho kitu.
unajisikia vibaya. Sasa nikwambie, kama uzima wa Yesu uko ndani yako, wakikutenga namna hiyo, ndipo unasema acha nuru na giza zijulikane, acha aliye nuruni na aliye gizani aonekane. Mimi nitasimama kwenye nuru wakati wote, hata kama ni kuwekewa kisu na kuona kuchinjwa, nitaisimamia kweli. Ukifaulu kufanya hivyo, kuna wakati utafika watatambua fulani ni wa tofauti. Binti mmoja akamaliza pale chuoni kwetu, akaenda kufanya kazi kwenye media mojawapo, sitahitaja jina. Sasa yule manager alikuwa na kawaida, kwanza wao wanafunzi wanaoenda field, ukitaka akupe fedha lazima apite na wewe mabinti. Binti huyo akaenda, alipofika akaanza kuona usumbufu anatupigia. Sasa nimekutana na changamoto hii. Akasimika simamo. Binti naye akajitahidi, akafanyiwa nguvu za aina zote, lakini akasimama imara. Ulifika wakati time kuwa inaongea, wakati wewe unasema. Ukafika wakati yule bosi akamuita yule binti akamwambia, kwa kweli nakupigia saluti, wewe unajiheshimu na unajielewa. Baada ya kumwambia hivyo, akampa na nafasi ya uongozi. Lakini hawa ambao walikuwa wanaambia vidogo na kisha anaingia line, yule bwana badala ya kuwaheshimu akawadharau. Unaona jinsi ambavyo inaenda kinyume. Kwa unaposimamia maisha ya nuru, ni kweli utaonekana wewe ni kituko, wewe ni wahajabu, sijui umetokea wapi, sijui unatoka kijiji gani. Yaani utaeleza maneno yote mabaya, utaonyesha jinsi ulivyo wahajabu, ulivyo mshamba, ulivyopitwa na wakati, huweni na yani. Lakini wakati huwa unasema. Ndio maana wanaume wanaopenda kupita na wasichana, unashangaa ukifika wakati wa kuoa, eti anakuja na yeye kanisani. Sasa nataka kupata mtu ambaye yuko serious, tuweze kuwa naye kwenye maisha. Wapi na wapi? Anyway, unajua ujihisi nao sasa. Naweza nikajikuta hivi. Njia ya kwanza ni hiyo maisha, lakini njia ya pili ni ya kuongea. Kuongea, to declare. Kuongea habari za Yesu. Unakutana na mtu, unajua kumwamini Yesu, unamweleza habari za Yesu, unamweleza upendo wa Mungu. Kama kuna kitu Mungu anataka kukifanya, ningeweza kueleza nyingi, lakini kwa sababu ya muda, acha nishepe hizi mbili. Ya kwanza ni kupitia maisha yetu, lakini ya pili ni kuongea na watu. Na waomba tafadhali, Mungu anatamani kila mmoja wetu hapa. Niwaambia, Mungu anapotuleta hapa ni ili atupake mafuta, atujaze roho, atujaze hekima ya neno lake. Tukishalijua neno lake, tujue namna ya kuwaendea wale ambao bado wako kule na kuwaambia. Kuna wengine hawawezi wakaokoka tu kwa sababu ya maisha yetu, lakini ni mpaka tuongee nao, kwa sababu wengine wana mapepo. Wakati unaongea naye, yale mapepo yanalipuka, unayakemea, yanaondoka, anafunguliwa. Akishafunguliwa, akili zake zimekaa sawa, ndio unaona sasa tunafanya gani? Yeye mwenyewe bila ya wewe kulazimisha. Naomba usiongoze sana tu. Unaongoza sana ya toba, unakuwa utaratibu wa kuja mezani. Tayari umemleta ndani ya nyumba ya Bwana. Naomba midomo yetu ianze kufunguka na kutoa habari za Yesu. Bwana atakupa huo mdomo kupokea matonge na nyama choma na viazi. Hajakupa huo mdomo kwa shughuli yetu, amekupa hicho kinywa. Ukifungue na ukipanua zaidi kupitia kinywa chako, wengi wapate kumjia Yesu. Ongea asubuhi.
kikofu, akaanza kutandika na pigwa pesa na mwaga na pesa, fukuza manjua pale, fukuza makondoo. Ufalme, tunazungumza habari za ufalme. Ufalme wowote unahusisha nguvu, unahusisha ubabe. Lazima kuwe na nguvu itumike kuhakikisha ufalme wa Mungu unasimama. Shetani hawezi akanyosha mikono yake tu kirahisi rahisi. Lazima nguvu itumike kuhakikisha ufalme wake umevunjika. Kwa ongea asubuhi, ongea mchana. Namshukuru Mungu pale ofisini kwangu ninatumisha watu, natumisha wanafunzi na wasio wanafunzi. Tunaingia pale, maana papa kuna privacy nzuri sana. Tunaingia pale, tunapiga maombi. Kuna coach wale tuliangalia hapa, anasema mambo yanayofanyika hapa, machozi ambayo yanamiminika pale, mpaka anasema popote pale ulipo, ongea. Mungu atusaidie tuwe na roho ya uinjilisti. Kila mmoja, wawe ni watoto, wawe ni wanani, tuwe na roho ya uinjilisti. Tuongee habari za Yesu. Ndicho Mungu anataka tukifanya nyakati hizi. Tusiridhike kuja kanisani na kutoa mafungu ya 10 ukajihesabia bwana yuko fresh kabisa. Leo umetoa fungu la 10. Safi sana. Huo ni wajibu, lakini haitoshi. Tumeitwa kwa wito wa jumla. Mathayo 28 ule mstari wa 18-19 anasema, maana nimesema wito ni mwaliko, wito ni agizo. Maana ya wito kwa lugha nyingine, wito ni mwaliko, unaalikwa, lakini pia wito ni agizo. Anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, na sasa enendeni ulimwenguni wote mkawafanya mataifa yote. Kama Wamasai ni taifa, wanatakiwa wafanywe wanafunzi. Kama Wameru ni taifa, wanatakiwa wafanywe wanafunzi. Kama Wachaga ni taifa, kama hayo ndio yanamaanisha mataifa na kila lugha, wote wanatakiwa wafanywe wanafunzi wa Yesu. Kwa njia zipi? Maisha yako, lakini pia kuwaambia. Maana sema ikiwafundisha kuyashika yote. Iko hivi, maisha yako yakiwa yamebadilishwa, maana yake kuna shuhuda fulani ulizo nazo, unajua ya kwamba Mungu alinitoa hapa akanileta hapa. Hicho tu cha kwanza kinatosha. Kwanza unajua Bwana, mimi miaka 10 iliyopita nilikuwa na maisha haya, lakini baada ya kupokea Yesu, mara mwingine anasema mimi sijui, sina maandiko mengi sana. Mungu alishafanya nini kwenye maisha yako? Ule ushuhuda wako. Tatizo ni pale ambapo hujawahi kukutana na Yesu, hajawahi kufanya chochote unachoweza kuwashirikisha wengine. Lakini kama unacho hicho unaanza nacho. Nilikuwa na maisha haya kama yeye nilikuwa, lakini baada ya sigara nikata pale. Na leo maisha yangu yako hivi. Unaonaje na wewe? Mungu akusaidie umpokee Yesu, akubadilishe. Maana naona ni kama unahangaika hivi. Unahangaika. Mara jana ulikuwa kasino fulani, juzi tena nasikia unaeleza unawaeleza pale marafiki, ilikuwa sijui mitaa gani, nasikia unakosokoso na chupa ya bia. Sasa mahangaiko yote haya ya nini? Ukimpokea Yesu anaweza kukubadilisha. Hicho ambacho watu wanakutuma ufanye hivyo, anaweza kukubadilisha, akajitoa ukabaki huru, ukawa kusukumwi tena na hicho kitu. Yesu anaweza ati. Yesu anaweza. Sio umeelewa? Na wewe toa ulokole wako hapa. Ndio, lakini ndo nakwambia. Ndio unakwambia, lakini ndo nakwambia kweli. Yaani ndio unakwambia basi. Sio unapigwa mara moja tu hapo na
Hapa shetani amejiinua. Hakuna cha shetani. Shetani kwanza hawezi kujiinua. Kwa sababu ni askari wa Yesu ambaye umevishwa silaha. Akikuona anaona moto unawaka. Anaona moto unawaka. Na wewe unakuwa kinganganizi, unakuwa mgumu. Mwisho wa siku kama mimi mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Ukikutana naye kesho, fulani, unakuja kuongea nini? Unakumbuka? Unakuwa yule mama mjane, aliyekuwa anatembea kambi za lini. Leo umempa. Hajaingia laini unaachana naye. Unamsubiri na kesho tukikutana tu tena kwenye chai. Ile jana na siku ya tatu ya tano mwisho hicho kitu kadri anavyosikia ndio kinakuwa kinapenya ndani ya moyo wake. Unafika wakati hata Roho Mtakatifu wa kwanza wakati unasema naye anakuwa yuko karibu na yeye, anakuwa anamkuneza, anakuwa anamshawishi. Maana ndio kazi ambayo Roho Mtakatifu anaifanya, kuwashawishi watu wamgeukie Yesu. Sasa akikuta na wewe uko tayari. Filipo kanisa lilipopigwa, Matendo sura ya 8. Sura ya 8. Ile mstari ya mwanzo ile mpaka wa 10. Kanisa lilipokeswa, Biblia inasema hivi, wakatawanyika. Lakini maandiko yanasema hivi, kokote walikoenda walimhubiri Kristo. Walikuwa hawanyamazi kusema kwanza tumepigwa, ona nilipopigwa mimi, bado ninaliuvimbe. Badala ya kudiskasi uvimbe waliopigwa na Paulo, wakamhubiri Kristo. Biblia inasema Filipo akaenda Samaria. Alipofika Samaria, kwa sababu nawaambia ile zoe ikiwa kwa wingi ndani yako huwa ina overflow. Hata akigusa mavazi yako anasikia kitu cha tofauti. Filipo anapita tu katika mitaa ya pale Samaria, anakutana na mwenye mapepo, hajamsemesha chochote, kwa sababu Filipo ametoka jikoni, jiko la mbinguni. Amepigwa, ameiva, amesukwa, amejazwa Roho Mtakatifu. Anakutana, hajasema chochote, pepo linalipuka. Unataka kuna pepo? Pepo anatoka pale. Anatoka pale. Nilitoka. Nilikuwa najisikia mzigo kweli, lakini sasa hivi najisikia mwepesi. Kwa hiyo pepo ambao tumeombewa wanasema hivi. Mshuka wa kwanza. Yaani nilikuwa najisikia mzigo. Maana umebeba maroho. Umebeba mamizigo. Anatoa ushuhuda. Anaanza kuambia wengine. Habari zikaenda na kudesha na kipofu, macho yanafunguka, kiwete amenilika. Sijui nani. Habari zikaenda mbali, kuna jamaa mmoja kaja huku. Wakaanza kuleta wagonjwa. Filipo akawaombea wote, kwanza wakamsikiliza wale wanaohubiria Kristo. Wakamsikiliza kwa makini. Wakishangaa zile ishara, maana wakati Filipo anaongea na ishara na ajabu zinazotokea. Kitendo cha kuona hai, wakaleta wagonjwa na nini, wakaombea wote, wakapona. Biblia inasema ikawa furaha katika mji huo. Mji wa Samaria ukawa furaha. Habari za Yesu wapendwa huwa zinaleta furaha, huwa zinaleta matumaini, huwa zinarejesha matumaini waliokuwa wamekata tamaa. Tukiwapelekea habari za Yesu, matumaini yao yanarejea. Matumaini yao yanarejea. Ile nguvu ilikuwa inapotea ya kusonga mbele inarejeshwa. Kwa nini? Habari za Yesu zinafufua. Habari za Yesu zinaponya. Habari za Yesu zinaganga mioyo.